Haleluya kanisa. Katika mpango wa utume kwa wote, kanisa linakuja kushirikisha kila mshiriki kuhakikisha ya kwamba anakuwa ni sehemu ya utume. Ujumbe mkuu ambao tunahitaji kupeleka kwa kila mmoja ni kuwakumbusha habari ya msingi ya kuwafahamisha na kuwatambulisha tena Kristo kama Masihi na mfalme ajaye hivi karibuni. Katika mpango huu na katika dira hii ya utume kwa wote, kanisa halifungwi na mipaka. Kanisa halizuiwi na lugha. Kanisa halizuiwi katika tamaduni, na kila mmoja anaitwa katika tamaduni na katika lugha yake na katika mtindo wa maisha unaokubalika, ili kusudi kufikisha ujumbe kwa wote juu ya Kristo na mfalme ajaye hivi karibuni. Katika mpango huu, kama tunaweka post zetu kwa wale Gen Z katika mitandao yetu, tunaitwa kwa ajili ya kupeleka jumbe za kuwaelekeza watu kwa Kristo. Kanisa kupitia tamaduni zetu kutokea kila kona ya dunia, kule Mongolia, Papua New Guinea, hapa Tanzania, kule Usukumani, Rorya, milima ya Upare, Majita, kanda ya Ziwa, kanda ya Kati, makabila ya kule chini kabisa kusini, kila mmoja anaitwa kwa ajili ya kuwa sehemu ya mpango huu wa kupeleka ujumbe na kumtambulisha Kristo Masihi ajaye. Naomba sasa niwaalike kama mkutano, tunapomkaribisha mchungaji pamoja na maafisa president wa ECF pamoja na maafisa wa ECF kuja kwa ajili ya mpango maalum wa uzinduzi wa mpango wa utume kwa wote. Wanapokaribia hapa, baada ya kutoa tamko la uzinduzi wa utume kwa wote, Gospel Flames watakuwa hapa kwa ajili ya kuleta wimbo unaoendana na ujumbe wa uzinduzi wa utume kwa wote. Katika viti ambavyo viko mbele hapa, naomba niwaalike watumishi wote wa ECF, viti vilivyoko mbele vyeupe, waweze kuchukua nafasi hizo. Mungu awabariki sana. Sauti moja 27. Aha. Jamani, hebu kila mtu aoneshe ishara hii. Naamini kila mtu anayo. Na hapo pameandikwa Mission for All. Kwa hiyo nikitumia lugha hiyo utaenda huko, lakini nikitumia Kiswahili basi nategemea kusikia mwangwi mkubwa wa tukio hili la pekee ambalo linaendelea mahali hapa. Uko hapa, uko nje, popote unapotufuatilia mitandaoni, tukio lililoko mbele yetu ni utume kwa wote. Sauti moja 27. Hebu niwaombe tusimame kwa pamoja tena. Sauti moja 27. Tukiwa tumesimama hivyo hivyo, ni ishara ya kumheshimu Mungu, lakini ishara pia ya kuitikia tukio kubwa ambalo liko mbele yetu, ambalo tunalisubiria hivi karibuni. Kama hujui 27 maana yake ni nini, tukio hili linatukumbusha au tunajiandaa kuadhimisha miaka 2000 tangu Yesu Kristo abatizwe hapa duniani. Hivyo kutangaza tukio hili ni kuambia ulimwengu kwamba ubatizo wa kuzamishwa majini ni tukio halisi na halali linalothibitisha
kwamba tumempokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Haleluya! One Voice 27, sauti moja 27. Basi kwa pamoja hapa mbele tunakuja kwenu na kuwatangazia rasmi kwamba tukio hili au huduma ya utume katika jimbo letu la ECF imezinduliwa rasmi. Sauti moja 27. Bwana wabariki sana tunapoendelea kupeperusha bendera zetu za sauti moja 27 kuashiria kwamba Injili imeanza. Naomba nyingine tena kwa nguvu, tukienda kwa unison, tukianzia kushoto tukienda kulia. Anakuja Haleluya. Niwaalike tuweze kuketi. President, asante sana. Sauti moja duniani kote tunatangaza wokovu wa Bwana, kwa nguvu ya Roho hatutayumba. Yesu anakuja, twasimama. Kila taifa, kila lugha, habari njema isikike sasa. Kwa pamoja twasimama, tutaimba sifa za Yesu hadi mwisho. Hatutanyamaza, tukiwa nuru katikati ya giza. Imani twaenda mbele. One voice, sauti ya mbinguni. One voice, tunasimama. One voice, twaimba pamoja kwa Yesu Mwokozi wetu. One voice, 27. Tunayo matukio makubwa mawili mbele. Tukio la kwanza ni mahubiri makubwa ya Africa for Christ net event yanayorushwa kutokea kule Nigeria. Mhubiri akiwa ni mhazini mkuu wa kanisa la Waadventista wa Sabato ulimwenguni, ndio wito wetu mkubwa mission. Tukio la pili ni mahubiri makubwa ya Njombe One Voice event. Bwana asifiwe. Mkutano haya yatarushwa, tunanyanyua bendera, tunasema mission for all. Haya yatarushwa kutokea kule Njombe One Voice 27 wa mikutano hiyo, mchungaji Baraka Butoke akiwa pamoja na wahudumu wengine. Tume niombe sasa wachungaji wapokee mabango hayo kabisa kabisa.
wanapoyapokea mabango hayo, tuyapokee mabango hayo, na mwenyekiti anawakabidhi wachungaji. Wachungaji watakuwa nayo hapa mbele mabango ya mikutano hiyo yote miwili, Njombe Net Event pamoja na Africa for Christ Arise in Hope, mikutano hiyo inayorushwa kutoka kule Nigeria. Kwenye status yako utaweka linki, kwenye magrupu ya WhatsApp utashare linki za mahubiri hayo. Huwezi jua nani ataokolewa kwa linki utakayokuwa umeituma. Huwezi jua kwa linki utakayoituma nani ataokolewa. Nimwombe Pastor Liza asogee hapa. Wachungaji sasa wanayapokea mabango hayo. Niombe unapoimba huo wimbo, shikilia kadi yako. Tutakuwa tunaelekea katika kuweka kiapo chetu mbele za Bwana. Mavuno yanakawia, nani
Basi ukiwa umesimama, nitamkaribisha katibu atuongoze katika tamko la agano na Mungu katika utume, na kisha kila mmoja ashike tamko lake, agano la kujitoa kwa Mungu. Kuna sehemu imeandikwa mimi, hapo utataja jina lako na baadaye utaandika jina lako. Sehemu ya mwisho imeandikwa sahihi, utaweka sahihi yako na utatunza katika Biblia yako. Sote tutarudia maneno nitakayoyasema. Nikisema mimi, ninyi nyote mtataja majina. Agano la kujitoa kwa Mungu, sauti moja, 27. Mimi. Baada ya kusikia sauti ya Mungu na mwito wa sauti moja, 27. Ninanyenyekezwa na kujitoa kikamilifu katika utume wa kumtangaza Kristo kwa watu wote. Kwa moyo wa hiari na kumtegemea Mungu kwa neema yake. Najitoa kushiriki kazi ya utume. Kupeleka ujumbe wa matumaini kwa waliovunjika moyo. Kuangaza nuru ya kweli katikati ya giza. Na kuishi kila siku kama shahidi mwaminifu wa Yesu Kristo katika jamii yangu. Ninachagua kujikana nafsi. Kutembea katika utii. Na kukubali kutumiwa na Mungu popote atakaponipeleka. Kwa uweza wa Roho Mtakatifu na wingi wa neema yake. Ninatamka niko hapa Bwana nitume. Nitume nitakwenda na kuhubiri. Bwana awabariki sana. Amina. Sauti moja, 27. Utume kwa wote. Taweka sahihi na nimwombe mwenyekiti atuweke wakfu mikononi mwa Bwana. Tuombe. Mungu wetu mtakatifu ishie juu mbinguni, asubuhi ya leo na mchana sasa tumejikumbusha wajibu wetu baada ya kusikia kile ulichokifanya, baada ya kutoka mbali na kuja kwetu na kubatizwa kama kielelezo kwa maisha yetu. Na sisi leo tumejitoa tena, tumesema kwa vinywa vyetu na leo tutasaini. Bwana, tunaomba Roho wako aendelee kutukumbusha kwamba tuna wajibu wa kuifanya kazi. Tupatie nguvu, tupatie nafasi, tupatie hekima na namna ya kulisema neno lako kwa ulimwengu. Muda umekwisha, tunatambua kwamba tunahitaji kuifanya kazi hii kwa kukimbia. Bwana, utuongoze. Tusaidie Bwana kuelewa na kuzihesabu alama za nyakati, ili asiwepo hata mmoja atakayecheza na muda uliotupatia. Asante kwa kutuweka mahali hapa. Asante kwa kutusikizisha sauti yako. Bwana, hebu tuzaliwe upya maishani mwetu. Roho yako Mtakatifu amwagike kwa wingi, ili wito wetu wa kwenda kuhubiri uwe dhahiri mbele yako. Asiwepo hata mmoja atakayekata tamaa na kurudi nyuma. Kama tulivyoimba, kama tulivyopiga kelele juu ya tukio hili, basi mwangu hii ujirudie mpaka utakaporudi, na hatimaye kaonekane watu wengi watakaokuja kwako kwa ajili ya kazi kubwa ambayo kusanyiko hili litakuwa limeifanya. Twajiweka mikononi mwako tukiamini umesikia na utatufanyia hivyo, kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amina. Turudi tuketi. Leo
siku ya uzinduzi One Voice 27 ECF. Watoto mmejiandaaje? Je, unajua kuwa Yesu alibatizwa mwaka 27 AD na ikifika mwaka 2027 itakuwa imetimia miaka 2000 toka Yesu kubatizwa. Na kisha ile sauti kuu ilisikika toka mbinguni ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa nipendezwaye naye. Amina. Mwaka 2027 kanisa la Adventista wa Sabato ulimwenguni kote litaungana kwa sauti moja ili kuiambia dunia ya kuwa kuna tumaini katika Yesu Kristo. Dunia imechoka sana, inatamani kusikia habari za matumaini. Mathayo 24 fungu la 14 inasema, tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwenguni mote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote, hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Dunia imechoka, inatamani kusikia habari za matumaini. Tutapeleka Injili kwa kila lugha, ndugu na jamaa, kwani tunatamani huu mwisho ufike na Yesu arudi tena tuende naye mbinguni. Mungu aliyetumia watoto wenzetu kifano kijakaza na Naamani atatutumia watoto tena katika kumaliza kazi ya Injili. Katika utoto wako, jaribu kushiriki kazi ya Injili bila kujali utoto wako, na utashangazwa na jinsi Mungu atakavyotenda kazi na wewe katika Injili yake. Nitawaambia ndugu, jamaa na marafiki, Yesu anarudi tena. Tujiandae kumlaki mawinguni na kwenda naye juu mbinguni. Natamani kuona ulimwengu wote unaokolewa. Je, wewe umepanga kushiriki mpango huu? Tutatumia mitandao yetu kufikisha habari za Yesu, kufikisha habari za matumaini. Mimi kama mtoto najiandaa kuomba ujazo wa Roho Mtakatifu. Ninasoma Biblia na kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote, Danieli na Ufunuo, na nitatengeneza marafiki wengi nitakaofundisha neno la Mungu. Je, wewe umejiandaje? Je, wewe umeanza kuomba uwezo wa Roho Mtakatifu? One Voice 27. Mission for all. One Voice 27. Mission for all.